Mpendwa, mtoto wetu alizaliwa mnamo tarehe 11 mwezi wa 8 katika hospitali ya Kilema. Tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2008 katika hospitali ya Kilema siku ya Jumapili, akiwa ni mtoto wa pili kati ya watoto wawili wa Bwana na Bibi Agusti Nguma. Sakramenti. Mtoto wetu mpendwa alipatiwa sakramenti ya ubatizo mnamo tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2008 na sakramenti ya komunyo wa kwanza tarehe 26 mwezi wa 12 2015. Sakramenti ya kipaimara mwaka 2016. Elimu. Mpendwa, mtoto wetu Johnson alipata elimu yake ya awali St. Paul kati ya mwaka 2012 hadi 2015 hadi darasa la 3. Baadaye alihamishwa shule kwenda katika shule ya msingi Himo kuanzia darasa la 4 hadi darasa la 7 kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2020 na kufanikiwa kupata ufaulu uliomwezesha kujiunga na kidato cha kwanza kati ya mwaka 2021 hadi 2024 katika shule ya sekondari Meresini na kufanikiwa kupata ufaulu mzuri wa kuendelea na kidato cha 5. Akiwa kwenye maandalizi ya kujiunga na kidato cha 5, mtoto wetu mpendwa Johnson aliona si vyema kukaa nyumbani bila kazi. Hivyo aliwaomba wazazi wake aanze ujasiriamali wa bodaboda na kuendelea na kazi hiyo ili kujipatia kipato chake cha kujikidhi mahitaji madogo madogo hadi umauti ulivyomkuta. Mpendwa mtoto wasifu. Mpendwa, mtoto wetu Johnson alikuwa ni kijana mtulivu, kijana mcheshi kwa kila rika, mpole, mwenye heshima. Zaidi sana alimpenda sana Mungu na mara nyingi alipenda kuimba nyimbo za dini na kuangalia video za kwaya. Pia mtoto wetu alikuwa ni kijana mpambanaji, kwani hata wale wanaofanya naye kazi wanatambua hilo. Hakika mtoto wetu ametuachia mengi ya kujifunza katika dunia na maisha yetu ya kila siku. Kifo. Mtoto wetu Johnson hakuugua. Aliamka salama siku ya Alhamisi, akanywa chai na mama yake asubuhi kama ilivyo kawaida, na kumpeleka mama yake sokoni na baadaye kuendelea na shughuli zake za upambanaji. Majira ya saa 12 jioni siku hiyo ya Alhamisi alipata kazi ya kwenda Mwanga mkoani Kilimanjaro. Akiwa njiani kurudi majira ya saa 2 kasoro usiku alipata ajali mbaya ya kugongwa na gari, ajali iliyopelekea umauti wake papo hapo. Shukrani. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa uhai na maisha aliyomjalia mtoto wetu. Pili, tunamshukuru Mungu kumpa wazazi waliomlea vizuri katika maadili mema. Tunawashukuru sana mababa padri waliotuongozea ibada hii ya takatifu ya kumwaga mtoto wetu mpendwa. Mababa, tunasema asanteni sana. Tatu, tunawashukuru jeshi la polisi la wilaya ya Mwanga kwa ushirikiano mkubwa waliotuonyesha. Pia tunawashukuru mafundi wote na wale vijana wa bodaboda waliosaidiana nasi kuanzia kwenda kuchukua mwili kule Mwanga na kuupeleka Marangu Hospital na kwenda kuuleta hapa nyumbani siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunawashukuru pia vijana wote waliotuandalia nyumba ya kumhifadhi mtoto wetu mpendwa marehemu Johnson.
Mungu awazidishie sana. Tunawashukuru vijana wenzake wa bodaboda waliomfuatilia usiku ule baada ya kuona mwenzao amechelewa kurudi. Alipoaga anaenda Mwanga na kuamua kumfuatilia hadi walipobaini kuwa amepata ajali. Pia tunawashukuru sana ndugu, jamaa na marafiki waliotukimbilia kipindi hiki kigumu na cha majonzi mazito, na hadi sasa mmekuja na kuungana nasi katika kuupumzisha mwili wake mtoto wetu mpendwa. Mungu awabariki sana. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Basi ndiyo historia na wasifu wa marehemu. Tumesikia vizuri na tumepata pia mafundisho ya mahubiri.